wa kanisa la Neema Sinai ni mimi na Yeah.
Haleluya Yesu. Baba tunakusifu, tunakushukuru, tunakuhimidi. Mungu uinuliwe, Mungu wetu Baba. Haleluya Yesu, tunakuabudu. Haleluya, asante Yesu kwa sababu ulikufa kwa ajili yetu. Yesu ulikufa kwa sababu yetu Yesu. Haleluya, tunakuhimidi, tunalibariki jina lako. Haleluya. Thank you Jesus. We bless your name Lord. We praise your name. We magnify your name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mumpigie Yesu mikono. Hallelujah. 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 Tunajua kwamba leo Yesu hayuko kaburini. Amen. Na hiyo ni kitu cha ushindi sana kwetu sisi wa Kristo. Kama mchungaji, kama tulisema mbele, mimi ninaitwa Zihindula Mulegwa na mimi ni mchungaji kutoka Precious Redeemer Outreach Ministries, ni kanisa la Church of God in Christ hapa Missouri na Kansas pia. Amen. Ninashukuru kuwaona na nilisahau mbele kuwapatia salamu kutoka mke wangu na watoto wangu. Waliniambia niwasalimie na kanisa letu pia linawasalimu. Askofu wetu wakati alijua kwamba ninakuja hapa akasema niwasalimu sana sana, ni salimu mchungaji Charles, na askofu wetu amesema asante sana kwa kutualika siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo ni siku tamu sana kwangu mimi kama Mkristo. Amen. Na tutasoma mbio sababu muda kabisa unakimbia. Muda unakimbia. Nataka tuende kwa kitabu cha Nabii Isaya. Tasoma sura makumi tano na tatu, mstari wa 5 hadi wa 8. Kwa Kiingereza tunasema we are going to read from the book of Isaiah chapter 53 verse 5 to 8. Amen. Amen. Na tutasoma katika jina la Yesu
aliye hai. Tunasoma. Amen. Bali Karibu mchungaji. Amen. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana amekuwa juu yake maovu yetu sisi sote. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alizarauliwa. Amen. Alizarauliwa kwa sababu yetu sisi. Alipigwa kwa sababu yetu sisi wanadamu. Amen. Unajua mwanzo Mungu alisema hivi: kwa maana Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ila kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na wakati Mungu alitoa mwana wake, Biblia inatuambia hapa kwa mstari wa 5, Biblia inasema basi alijeruhiwa kwa makosa yetu. Amen. Kusudi tupate uzima wa milele, ilibidi Yesu Kristo, unanifuata vizuri? Ilibidi Yesu Kristo aweze kupata pinisho kufasi yetu. Amen. Kwa Kiingereza wanasema Jesus died a vicarious death. Amen. Kwa sababu ya makosa yetu, Yesu alichukua hayo makosa akaipeleka. Katika bustani wa Getsemani tunaona Yesu anamwambia baba yake, anasema niepushe na kikombe hiki. Amen. Yesu hakukuwa naogopa kufa hapa, lakini Yesu alijua uzito. Unanifuata? Yesu alikuwa anajua uzito wa dhambi zetu. Alijua kwamba hizo dhambi zitakuwa nzito sana. Tungani pamoja? Na Yesu akasema, Baba niepushe na kikombe. Amen. Ya pili tunamwona Yesu kwa msalaba. Wakati Yesu kwa msalaba, Biblia inatuambia hapa alipigwa kwa ajili yako na mimi. Bali wewe ungepigwa, bali mimi ningepigwa, Yesu akapigwa. Amen. Yesu alikubali kama kondoo. Unajua wakati unabeba kondoo naenda kuchinja kondoo, kondoo haikatalage kwenda kuchinjwa. Amen. Yesu akakubali kama kondoo kwenda akapigwa. Na hiyo kupigwa kwa Yesu ni kwa sababu alitaka achukue mzigo wetu. Amen. Hiyo kupigwa kwa Yesu, wakati alipopiga Yesu kwa mgongo, ni sababu ya magonjwa ambazo unazo leo. Unaweza gonjwa lakini unaponywa kwa sababu ya hiyo kupigwa kwa Yesu. Amen. Hizo fimbo Yesu alipata, hiyo wanaita vicarious punishment. Wakati alikuwa anapigwa kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya kutimiza ahadi ya Mungu ambayo Mungu alisema, kwa sababu aliupenda ulimwengu na kutaka sisi tuharibike, halafu Mungu akamtoa mwana wake ili tuweze kupata uzima wa milele. Amen. Yesu hangepigwa hivyo, Yesu hangepeleka hizo dhambi zetu kwa msalaba, haungeweza kupata kuishi uzima wa milele. Amen. Tunamwona Yesu kwa msalaba. Tuliona kwanza hicho kikombe cha Yesu, hiyo dhambi, akasema Baba niepushe na kikombe hiki. Ya pili tunamwona Yesu kwa msalaba, na kwa msalaba Yesu anachukua dhambi zetu. Biblia inasema
dhambi zikatundikwa msalabani. Tungali pamoja? Dhambi zetu Yesu akazichukua alipokuwa msalabani, anapigwa, akatundika, dhambi zikatundikwa msalabani. Amen. Kwa sababu yako mimi na wewe. Bali sisi tungetundikwa kwa sababu ya dhambi zetu. Yesu akakuwa sacrifice, akatundikwa na hizo dhambi zikatundikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwanza tumeona mambo ya kikombe, hizo dhambi akasema ni upushi. Ya pili tunaona ya kwamba msalabani hizo dhambi zikatundikwa. Ya tatu nataka ujue siku ya leo. Ya tatu, Yesu walimweka taji kwa kichwa. Sijui kwa Kifaransa tunasema corona. Wakachukua taji wakaweka kwa kichwa la Yesu. Wakasema umejiita mfalme. Amen. Wakachukua taji ambayo ilikuwa na miba. Ilikuwa miba 72. Amen. Wakachukua hiyo taji wakaiweka kwa kichwa ya Yesu. Ikaanza kumuingia mishipa. Damu ikamwangika. Bwana Yesu atusamehe sana. Kwa sababu yako damu ya Yesu ikaanza kumwangika. Na hiyo ndio ukuu wa damu ya Yesu. Hakuna kitu cha maana kwa maisha ya Mkristo kama damu ya Yesu. Amen. Biblia inasema hiyo damu ndio imetusafisha. Amen. Damu ya Yesu ingemwangika haungesafishwa. Walimweka kwa kichwa. Unajua kwa mwanadamu, nguvu za mwanadamu ni kwa kichwa. Amen. Wakati waliweka hiyo miba 72 ikamwingia kwa kichwa, ikaanza kutobola mishipa. Bwana tusamehe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi, ili tuoshwe. Lakini pia unajua Biblia inatuambia ya kwamba sisi tunapata uponyaji wakati kichwa na kuuma. Sababu ya kichwa kukuuma, sababu ya magonjwa wanaita hizi siku hizi, na wanasema kichwa, magonjwa mental health. Sijui wanaita siku hizi hapa wanaita mental health. Lakini leo kwa sababu ya hiyo kuwekwa hiyo taji kwa Yesu, magonjwa za kichwa zinakuwa. Amen. Haleluya. Taji la miba. Sijui watu ngapi wanaweza kukubali kupeleka taji la miba kwa kichwa. Lakini haingekuwa Yesu, ndugu, dada, mama, wachungaji hapa, kama hakuna mmoja wetu ambaye atakuwa na uzima wa milele. Amen. Tumeona vitu tatu hapa leo. Ya kwanza, kikombe ambacho kilikuwa na dhambi. Amen. Hiyo ilikuwa uzito wa dhambi. Ya pili, tunaona ya kwamba wakati Yesu alisulubishwa, hizo dhambi zikatundikwa msalabani. Nikusema dhambi zako zimetundikwa msalabani kwa sababu Yesu alifanya. Ya tatu, tumeona taji ya miba ambayo alimweka kwa kichwa kwa sababu yako. Na hiyo damu ambayo ilimwangika kutoka Yesu ndio inatusafisha, ndio inatuosha. Kama tunaishi leo ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Asante na Mungu awabariki.